Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk of pride, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into a pool and troubled the water. Whosoever then fast after the troubling of the water stepped into the inn was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there which had an infirmity that 38 years. When Jesus saw him lie and knew that he had been now long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Verse 8. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. The same day was a Sabbath. The same day was a Sabbath. Thank you very much. Father, we thank you for the reading of your word. I pray that your blessings shall flow now. In Jesus' name. Amen. The preaching of the word of God begins right now. And I am Apostle Frank. I want to preach about Christ at the pool. Amen. Christ at the pool. Amen. Hallelujah. Amen. Christ at the pool. Amen. Christ at the pool. Christ at the pool. Kuna mahali panaitwa Bethesda. Hapa mahali panaitwa Bethesda, mahali ambapo tumesoma, maana yake Bethesda, Beth, maana ni majina mawili hapo. Beth inamaanisha house. Praise God. Beth means house. Yes. And then there is Hesda. Hesda. Bethesda. Hesda means shame. It means also disgrace. Oh my. Shout yes. Yes. But at the same time, Hesda also means mercy and grace. Kwa hivyo tukileta hiyo majina yote Bethesda mara pamoja iwe Bethesda, inamaanisha either house of shame or disgrace, or house of mercy and grace. Amen. What does that tell us? This is the picture of the church today. The picture of the church today. Bethesda is a picture of a church today, because the church today is either the house of shame or disgrace, or a house of mercy and grace. Now we can decide to make a house of healing, a house of power, a house of divine visitation, a house of movement of God. But we can also decide to make it a religion and make it a house of disgrace, or a house of shame. What is happening at Bethesda? Bethesda kuna mtu amekaa hapo 38 years. Bethesda is either a house of shame or a house of grace. Amen. Praise God. Tofauti ya house of shame na house of mercy and grace ni Jesus kuingia. Yesu akiingia mahali anabadilisha kila kitu. Yesu akiingia mahali, he changes every area. He changes everything. He changes your life. He changes your ministry. He changes your church. He changes your name. He changes your dressing. He changes your husband. He changes your wife. Jesus Christ at the pool. I cannot preach without Jesus. I don't want to be a normal kind of a preacher. I want to be a preacher with Jesus. Nikiwahubiria hapa leo nimeokoka na nimejazwa na Roho. Ninajua wahubiri wanahubiri kama hawajaokoka. I am saved. Jesus is in my life. I can tell you for sure, Jesus is here. How do I know he is here? Because
I came with him. I know he is here because I came with him. So if he has been here before or not, right now I am sure that he is here to meet the pastor, to meet me, to meet the children. This is Jesus. Christ at the pool makes the whole difference. Mzee alikuwa amekaa 38 years pale. For 38 years, it became a house of disgrace. It became a house of shame. It was supposed to be a house where God is moving. Biblia inasema kila wakati malaika alikuwa anakuja, anatibua maji. He could stir up the waters. And as Jesus stirs up the water, the first person to get in, protocol. Sema protocol. Pema kuanzia leo. Protocol imevunjika. Lazima useme amen. Lazima useme haleluya. Protocol imevunjika. Maana walifaa kuingia malaika akistaa water. Akikoroga tu ukiingia ukiwa wa kwanza. Na unajua wewe ni mzee. Na kuna tuvijana tumekuja tusirikwi. Kanaingia mara moja pale kanakona na kanakwenda. Do you know in life there are smart people? Do you know? Praise God. Wale watu wanuma hallelujah. Do you know that in life there are smart people? Hapa. Wanakoroga kitu na mara moja inatokea answer before wewe. There are smart people. In life there are smart people. Smart people ni wale wanaona kitu na wanakafanya na kanafanikiwa mbele yako. Na imagine yake imefanikiwa na unajiuliza si kitu nimekuwa nikifanya. Kwa nini haifanikiwi? These are smart people. Anaangalia sijui kama wengine walikuwa wanangojea kwa hiyo puru ndani, ikorowe wakiwa ndani. Mimi ingekuwa ni mimi nione mazao inanipita ningeingia ndani. Nikaange hapo wakati ule atakuja atanikuta akorogee mimi nikiwa ndani. Unaonaje? Unakaanga ndani hata kama ni mwaka mzima. Yeah, wacha nikaange. Praise God. Wewe, tingiza mwana zako mwambie kaa ndani, kaa ndani, kaa ndani, kaa ndani, kaa ndani. Wewe, ambie mwana zako hata kama ni mwaka kaa ndani, kaa ndani, kaa ndani. Kaa ndani ya kanisa ndivyo nasema. Hapana kutoka kutoka kasichana pale kata kuletea mashika. Kaa ndani, Kadani. Kuna siku moja malaika atakuja akoroge ukiwa ndani na upone hapo tu. Hallelujah. Kadani. Moja nilipotoka turoni kiatu ikatopoka huku. Tuvilole tulikuwa tunatokea hivi. Wakati huo nilikimpata. Nilifunga mpaka nikasahau chakula yangu ya mwisho ni gani nilikula. Watu wanaenda mara kama 5 wakirudi wakiniuliza, "Hapo kwa nini unaishi hapa? Kwa nini umefanywa umeandikwa hapa? Unafanya kazi hapa?" Kufunga kukaa ndani. Unakaa ndani mpaka watu wanakuangalia wanaona kama kichwa chako imeenda vibaya. Kaa ndani, ambie mwanzo kaa ndani. Mwambie tena kaa ndani. Muangalie na macho ukiwa umekondoa yote mwambie kaa ndani, kaa ndani, kaa ndani. Yeah. Unataka nenda wapi? Atoka nje hivi uko jaka, they are smart people. Watakuwa wanaingia kila wakati mbele yako. Muangalie tena mwambie they are smart people. They can't ndani hapo. Ukiwa hapo, anything can happen. Even today, anything can happen. Kaa ndani. Kaa ndani. Kaa ndani hapo. Kama natoka. Kaa tu. Kuna kitu kitatendeka. Hana alikaa ndani mpaka Mungu akamkuta. Hana alikaa akakaa anachekelewa. Na bibi mwenza anashika mimba kila mwaka. Na anapita hapo mbele nayo ikiwa imefura. Kama unaomba. Mungu wako akujangi. Kaa ndani. One of these days he will find you. He will find you. He will find you. He will find you. Hallelujah! Hallelujah! Wale mkaikani mnangojea watu. Na. Ndio unangojea mzee wa wenyewe. Akisipoangaliwa vizuri anachofanya vile unaweza muangalia. Mimi naweza kuangalia. Mimi naweza kumwangalia vizuri sana by the way. Naweza muangalia vizuri. Naona kana natembea hivi na kaka hivi. Wewe, wachana na wao. Hata unategea hivi, kama ile hiti. Unajua ile haina. Ilikuwa inafuata mtu. Akienda shughuli zake anangoja hii mkono itoke ya kule. Inafuata.
Unafuata nini? Na ngoja hii mkono unajua itatoka. Haiwezi toka. Imewekwa, hawezi toka hivi hivi. Musa wake hawezi toka hivi hivi. Amewekwa. Ndio wanafanya. Unapata itoke. Hii kuna njoo inaweza toka ovyo. Yeah. Are we together? Wewe kaa hivi tunapata mkono ya Mungu itoke. Mwenye kuweka hapo hakuweka itoke. Anaweka ikae. Wewe unamwambia kusema mtu atoke. Wewe utaweza dai. Wewe utangoja. Utangoja sana. Hawezi toka. Hawezi. Tusirikwi. Tunaona. Tunakula. Kama moja tuwili hapa. Kule tunasiria shetani hapa. Kuna tunasiria shetani. Si watu. Na wako hapa na Bwana awabariki. Amen. Ukishika shetani siria yeye. Yeah. Mmoja wako atafika. Yeah. Hata kama mimi nilioa nikiwa na miaka mingi bado nilioa. Ilifanya watu wachukue watoke nje, watoke Marekani, watoke Dubai, watoke Australia, wakuje harusi yangu iliyopangwa na miezi 3. Kaa ndani. Hata kama ukikauka hauna pesa unavuza hivi pande hakuna. Unaangalia huko hakuna. Kaa ndani my friend. Wacha na kutafuta FCA. Takuangusha chini. Wacha na FCA. Na sasa hivi ni wabaya, tunawapenda. Na tungetaka wakuja wajenge makanisa. Lakini tukae ndani tuongojee huko. Amen. Tuongojee huko. Let's go. Hey, Bethesda. Yesu akiingia mahali, when Jesus enters into a place, kuna vitu 5 wanakuja nazo. Vitu ngapi? 5. Vitu 5. Tena kama ni 5. Ni 4, si 5. Ya 5 niliandika hapo chini, nitakuambia sasa next time. Praise God. Mbia mwenzako kaa ndani. Kwa sababu imagine huyo jamaa Yesu alikuja tu siku moja. I want to encourage somebody here. You have been waiting upon the Lord. Yes. This is the season. Amen. This is the season. Amen. This is the season. Ambia mwenzako, if Apostle Frank can preach. If Apostle Frank can preach. Again. Kaa ndani. Alright. Anything can happen. One is the revelation. Amen. Revelation. Christ in the pool, there is revelation. Yesu hayuko mahali hakuna revelation. Wacha niwaambie. Revelation ni nini? Ufunuo. They are called gifts na kuna kama 3. There are 3 gifts of revelation. Kuna wisdom, knowledge, those gifts of revelation. Yesu alipofika kwa huyu mtu, Biblia inasema and realizing in himself that this guy had been in this place for a long time. Nani alimwambia? Revelation. Hakuambiwa na mtu, aliambiwa na gift of revelation. And this guy has been here for a long time. Hata leo, Jesus is not waiting for you to tell him. Ambia mwenzako neighbor. Save your explanation. Tuseme kama Wajaluo, save your explanation. Yesu atakuja hapa umwelezee. Anajua kile kinakusumbua sana. Wale vijana mko hapa. Bwana anajua shida yako ni nini. Shida yako ni kutazama simu, ukifungua hivi usiku unafungua usiku mpaka asubuhi ukifungua. Na utawahi fungua printing yangu, unafungua vitu zingine. Yeah. Yaani wewe peke yako na hakuna mtu mwingine. Mtu akikuja unafinya hiyo button, unafinya mpaka inazimika, maana mtu akiona kile ulikuwa unaona. Oi. Ni wewe na Yesu na shetani mnajua kile mnaona. Lakini Yesu anajua tu shida yako. He knows your problem. Kama Yesu alikutana na mwanamke alikuwa na wazee wa 6, wa 5, alikuwa na wazee saa hiyo na anampenda. Hata wewe unayefungua usiku, Yesu anakupenda. Anakupenda na anataka ukuje. Hiyo intelligence ya kuona vitu usiku ni kusema unaweza amka usiku uombe.
I declare in the name of Jesus. I bind every devil in the name of Jesus. Naongea na mimi mpaka nyumba inatetemeka. Amen. Naombea kila mtu ambaye ako na hiyo shida, ikwishe leo in the name of Jesus. Ikwishe leo in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tuko na vijana wengi wanashindwa kuingia kwa ministry kwa sababu ya pornography. Tunakuombea leo inakatika, unaanza kutumikia Bwana. Hey, glorious God. Hallelujah. Hey, thank you Jesus. Roho ya pornography ishindwe. Kuja hapa uipishe, akikumbusha leo ulifungua, mwambie sasa nitafungua Bible. Inua mikono. Akikwambia shetani akwambia iteremsha mkono, mwambie nitainua tena. Usikubali shetani akushinde. Mshinde kila wakati. Mshinde. Glorious God. Hallelujah. Nika sigara. Anajua. Na cigarette. Yesu anajua. Na atakausha hicho kiu. Hata wale mnangojea mikono ianguke, kwa sababu haitaanguka. Yesu anajua. Anajua. Hivi unataka mtu mwingine aachilie ushike, ni kumaanisha unaweza shika wako. Vizuri. Sema point. Ni kusema ukishika wako hivi huwezi achilia. Huyo mama wakati alishika Yesu wako achilie tena. Aliachilia. Aligeuka akakuwa muinjilisti, akahubiri kijiji mzima Kariobangi. Akahubiri baba kwa mzima. Watu unaona wako na weakness mingi, ndio Mungu anapenda. Anapenda kuatilia maana wanaga kiburi. Lakini ukikuja kama na kizungu yako ya dhao na dhai. Anasema ngoja hiyo kizungu ya dhao na dhii ishe. Itaisha hivi. Itaisha. Relax. Thou thine thee will come to an end. Utaanza kuongea thee. Utaanza kusema you, me, him. There's no problem. Itakuisha hiyo. Kuna mtu anapenda Kiingereza King James, ni mzuri, hata mimi napenda. Itakuisha tu kwa mimi nilizanga pole hata mwezi kuisha. Unaanza na suti unarudi kwa shati. Mwenyewe kuna mtu anakuambia unaachana na suti, unaanza kwa shati, unarudi kwa chini, ndio Mungu anakuanzia na anaanza na wewe sasa. Lakini wewe unafikiria utaanzia kesho na kujae. Don't worry, itaisha hiyo maneno. Ingia tu wewe ingia. Hata utaamua na mtu hivi. Ambia mwanzo kwa revelation. Hatuwezi kuishi maisha hii bila revelation. Praise God. Lazima uwe na revelation ya kukaa na bibi yako. Kweli. Maana bibi na wao niko na ministry yao. Niko na ministry ya mama. Yes. Naitwa Prophet Doctor Program. I meet all the doctors and speak some sense and prophesy to them. Prophet Doctor Program, PDP. Wamama ni wagumu. Hakuna haja ya kutafuta FBI, mama ni FBI mwenyewe. Anachunguza kitu kama DCI na anaikamata. Na hiyo amesema ni ya kweli. Kwa hivyo kukaa na mtu kama huyu ambaye anajua dini. Directorate of Criminal Investigation. Ukiona mwanaume anakaa na bibi na tanwili, piga yeye makofi. Ndio kitu. Ni kitu ngumu. Ni wazito kuliko kujenga hii nyumba. Unaweza jenga hii nyumba peke yako, lakini kujenga bibi it's not joke. Hallelujah. Kwa hivyo what do you need? Revelation. Kukaa na yeye. Wakati mwingine akiamuka amenuna, unasema hii si ya kuongea, una relax. Maana ukiongea sana utaharibu. Hallelujah. Anakuambia unanyamaza kwa sababu wewe ni mjinga, unasema wacha niwe mjinga wa Bwana. Kuna wakati uongei. Are we together? Ya unanyamaza tu. Kwa mama ni wagumu. Ni wazito, lakini Mungu aliambia Abraham, Adam, wewe niambia. Wacha nikwambia hata ukiacha huyu, uende kwa yule mwingine, wanafanana. Kwanza yule mwingine. Hapa ndio kabaya. Tunafunganga macho kanisani. Mkifika kwa nyumba kanaifungua. Pekee kwa. Unajua sema nini? Atakuwa pesa. Naona uliona bibi yako anakuchukia wewe. Anakusomea hapo kama mtoto ukikumbuka bibi yako hajawahi kukusomea. Pekee joke wido. Wacha nirudi mahali bibi mzee anarudiwa na maidoni. Akifungua hiyo macho hivi, inakaa kama taa.
anakumulika full, anakuona mzima. Lakini kwa nasema nini? Honda bibi yako anakuangalia anga hivi wewe. Mimi unajua mimi si bibi yako. Mimi ni scientific na nakusaidia shida za maisha. Waigwa. Nini mnaniangalia kama niko na experience sina? Oh, hallelujah. Amen. Hata wazee pia wako na uzito yao. Maugumu mengine. Asikiangi sijui kwa nini kinanijenga kwa wanaume. Anasikia tu socks zikiwa kwa meza ni nzuri. Zikiwa hapa juu ya meza. Ni nzuri zikiwa hapo. Na zinatupa. Ay. Ay. Kwa shida yao pia. Ukiweza kukaa na wao utafika mbinguni direct. Utaenda mpaka ukutane na Bwana. Yesu wako. Kweli. Kwa hiyo maneno. Nitakwambia next time maybe nikipata nafasi nitakuja kuelezea kwa nini Yesu wako. Hiyo ni topic. Nakwambia. Tanyana ni. Haleluya. Amen. Hey, mwambie huyu ni apostle tangu kweli. Wow. Jesus knows what is ailing you. You see, Jesus is not a doctor. Doctor ndio tunanaka kwake tunamuuliza. Unaona wapi? Nasikia mgongo. Nasikia kuanzia lini? Umeenda ukahama, umehama mahali mpaka ukaenda kwingine. Atena anaandika kwa miaka ngapi? Hiyo ni mashida ya miaka. Anajua hivyo kwa akili yake. Miaka huyu. Unaishi wapi? Uko Mathare. Mathare kuna homa, kuna malaria. Jesus refused to become a doctor. He said, I am the good physician. Jesus is not a doctor, he's a physician. What does that mean? He knows your problems before you tell him. He knows my pain. He knows my day. He knows my every thought. He sees each tear that falls. And He is me when I call. Praise God. He knows my pain. Even when I have no money, He knows my pain. When I have not paid my house rent, He knows my pain. Even when I don't have that thing, He knows my name. Even when I don't have a church, He knows my name. Even when I'm not married, He knows my name. Even when I'm not having everything in life, He knows me. He knows me. He knows me. Ambia mwenzako, yeye ni physician. Sio daktari. Daktari lazima aambiwe magonjwa yako ni gani. Yesu hahitaji kuambiwa. Anakuangalia na anasema umekaa hapa miaka 38 na wewe ni crippled. You can see it. Revelation. Number 2. Tumaliza hii maneno. When Christ enters, He comes with termination. Sema termination. termination. Ya kwanza ni revelation. Ya pili ni termination. The Lord will terminate all your prolonged disappointment. Amen. He comes to terminate your prolonged disappointments. The guy had waited 38 years. Anko yake hakujagi, atujui bibi yake kule yako, atujui anko yake alienda wapi. When Jesus steps into the scene, He terminates prolonged disappointments. Hizo ni disappointments za muda mrefu. Disappointments za marriage for muda mrefu. Umengoja bwanako aokoke miaka 10 sasa. Hajawahi okoka, ndio sasa ameongezea bidii. Ameongezea bidii ya chupa. Zimekuwa nyingi kuliko mbele. Na wewe hapa ni kufunga na kuja kesha. Relax. When Jesus comes, He's going to terminate the prolonged disappointments of a long time. He's going to terminate them within a very short time. Lift up your hands as I prophesy. In the name of Jesus, I prophesy to you. All your prolonged disappointments are being terminated now. Amen. Hallelujah. My God. Number 3, commission. Jesus always comes with commission. Commission ni kusema lazima usikie mashauri na amri zile anatoa. Yeah. Maana Yesu sio mganga. Yesu sio mchawi. Yesu sio meya na senator.
Hata nasema tu atakutengenezea barabara free. Kutengeneza hii barabara yote hapa. Mkinichagua. Hii barabara yote nitaweka lami. Ukiwa umetoa nini? Hakuna. Yesu anapeana mashauri. There are commissions, there are commandments. Jesus gives you commandments. Alimwambia kijana, rise up, take up your bed and go. Those are commands. Amen. Ukiendelea kukaa hapo, shauri yako limemaliza. Na kila neno la Bwana ni command. Aliposema rise up, command, take up your mat, command, go, command. 3 commands at in the same line. Anaposema rise, unafaa ku rise. Take your mat, unafaa ku take. Go, unafaa kwenda. God is a God of commands. Amen. He gives us commands. He is always commanding us. Yes. Telling us walk in righteousness. Enda pale, fanya hii, usifanye hii. Aliambia wanafunzi wake msitoke Jerusalem. Wachana na hili, wachana na mambo ya miracles. Ngojeni Jerusalem mpaka Roho akuje. Mwakapewa command ya waiting. Na hiyo ndio command ile ngumu sana ya Yesu. Waiting is the hardest command for Jesus. When he tells you to wait and he does not tell you until when. Just wait. Does not tell you until when. Alitwambia soon I am coming kutuchukua, na mpaka saa hii tunangoja. We are waiting for him to come. Jaribu kutoka hivi, atakuja kama mwizi. Kaa ndani. Ya, utakaa ndani. Ningoje yange hapo, mimi ndio najua itakuja, sio wewe. Ya, na akasema hivi karibuni, soon and very soon I am coming. Na nitawachukua ili niwalipe. I pay you each man according to his work. Kwa hivyo we are waiting for him to come atulipe hii kazi. Bado hatujalipa pastor. Bado hatujalipa. Hata kama hii mafuta bado hatujalipa. Yeah. Na sisi tuko na advantage, maana akina Abraham wote wanangoja. Na Abraham wanangoja sisi tushinde hii vita. Tulipe pamoja. Yesu alipanga nusu. Ya Yesu alipanga nusu. Ya akina Musa wanangojea. Ya akiwa na Aaron, akiwa na Joshua, amri wa vita wanangojea. Mpaka wakati ule Joshua na Frank watamaliza, wafike huku walipwe pamoja. Praise the Lord. Wacha nikwambie, kuna mtu atafika mbinguni aone nyumba ile amekuwa akijenga. Aseme afadhali hivyo niliishi papa dogo. Kama hii ndio nyumba yangu huku, afadhali papa dogo. Afadhali hivyo niliishi papa dogo. Kama papa dogo ilinipea neema ya kupata nyumba, ukiangalia unaingizwa na mashini ndani. Unaweka air condition na bado mko mbinguni. Inaweka joto, inaweka baridi. Ya, na unahudumiwa na malaika milioni 5. Ya. Anazungukia hapo. Kisema Joshua, umeshinda hii vita. Ilikuwa ngumu. Unajua wakati ni ngumu. Wakati wetu ni ngumu pastor, kuliko kitambo. Wakati wa kitambo Abraham hakuwa na internet. Hata kama Musa alikuwa na tablet, siko na yake ilikuwa tablet ya mawe. Phone tablet. Hapo walishika kavunja. Wakati huu ni mgumu. Ukishinda utatunukiwa mbinguni. Biblia inasema hizo atakupiga piga hapa nyuma. Akwambie well done, good and faithful servant. Welcome into the everlasting joy that has been kept for you for ages. Amen. Praise the Lord. Mwambie mwenzako tutashinda. Mwambie tutashinda. Hallelujah, tutashinda. Mwambie tutashinda. Mwambie tena tutashinda. Mwambie tutashinda. Pigia Bwana shangwe na vigelegele. Amen. Praise the Lord. Amen. Number 4. Ambia mwenzako amplification. Amplification. He performs miracles during festivals of Sabbath, so that countless Jews could take it further. Praise God. Yesu ni plana, anapanganga mambo kabla hajafanya. Alingojea mpaka ifike Sabbath. Mahali Wayahudi wengi wamekusanyika. Millions of them wamekusanyika wakienda Sabbath kuomba. Ndio Yesu akafika akafanya muujiza hapo. Because he wants the miracle amplified. Amen. Jesus will not do it in the secret. Glory to God. Wewe ndio tunaombanga sisi kwa secret. Yeah. Akikuja kufanya anafanyanga kwa wazi. Amen. Wewe omba kwa siri. Tafuta Mungu kwa siri. Lilia sirini. Akifika atakubariki kwa wazi. He will always bless you in the public. Praise the name of Jesus. That's why
why our wedding was public. Hawezi taka ifanyiwe kwa siri, anataka hata yako itakuwa public. Hata yako itakuwa public. Aya, kama utaolewa simama haraka, simama. Nitabiri hapa ama nisitabiri? Next year wakati kama huu. Utashikanisha harusi kanisa hii utatoka. Wale wanakimbia kutieni mzee. Ya huyo, pokea mzee, wenda. Umepokea wako. Pokea mzee wako. Unataka mzuri sana, touch. Pokea huyo mzee. Na kwa nini vijana hawako? Hakuna vijana wangu hapa. Pokea nani? Pokea wako bwana. Pokea wako. Yule ambaye anacheza hiyo keyboard vizuri. Praise God. Na sote tutafanywa kanisani. Praise God. Akikwambia uchukue nguo zako mkutane usiku usikubali. Alikwambia uchukue nguo tukutane usiku. Kataa. Si yeye kataa. Wako atakwambia ngoja tu tuone Pastor Joshua atakwambia tutafanya. Amplification. God will never do it in the secret. Ambia mwenzako praise God. God will never do it in the secret. He will always do it in the public. Because he is looking for the place where he will get more glory. He looks for a place where he will get more glory. Mali anapatanga utukufu mingi ndio wako Mungu huwa. Kongamano kama hili Mungu anaweza kufanyia anything kwa hili. Ndio apewe glory. Apokee utukufu mwingi. Praise the Lord. Hallelujah. Amplification. Miracle hiyo wakati Yesu aliifanya, Wayahudi waliweza kusema na mbona amefanya hivi wakati wa Sabato? Yesu ndio anaongea. Na vile wanaongea sana ndio wana market. Okay. The more wanaongea the more wana market. Yeah. Okay. The more wanasema wewe ni worshiper, ndio wana market. Relax. The more wanaongea ndio wana market. Yeah, wacha waongee. Watu wasema kama mama kamechanganyikiwa kazi yake ni bana kanisani na Bible kwa wakati changanyika. Wacha waongee, they are marketing you. Tumesoma tukaambiwa hakuna product inaweza kujulikana bila marketing, bila watu kuisema. Yeah. Kwa hivyo lazima bila Yesu akifanya iwe na itangazwe na watu. Na Yesu alijua kwa sababu hataki kujitangaza, anataka Jews. Wanakuanga wengi lini? Sasa kama saa hii. Akakuta yule jamaa hapo. Akamwambia, "Do you want to be well?" Akaanza story. Yesu akamwambia, "Save your stories. I'm not here for stories. I'm not here for explanation. I am coming here to amplify something. There is something I want to amplify. I want this miracle to touch the world. I want this miracle to be preached by Apostle Frank in Nairobi 2,000 years from now. So I want to do it where there are many people so that they can take it further." Praise the Lord. Miracle ile Mungu anataka kufanya hapa, hatafanya akiwa amejificha, ataifanya in the public. Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi